Anza. Jamaa amekuwa mbishi. Karusa ile nyungu tena kwa mara nyingine mzee. Sasa hapa ndo nichekie shughuli ilivyokuwa nzito hii. Praka kaizia na nyungu ni nzito hiyo. Wakamchangia kwa umoja, lakini jamani ifundi si mchezo. Hapa unaona msintania wewe. Hapa akaonesha matusi Njeki matusi ya usujago, sikia sujaa si mchezo. Njeki matusi ya usujaa namna hiyo. Wakana mchangia kule swali mpiga. Njeki shughuli ilivyokuwa nzito hapa. Hapa aliamua kupiga ile serious si mchezo. Praka mwaka kini wapi hiyo? Leo alikiona cha mtema kuni si mchezo. Hapa mtu aniweza hapa namna hii. Hapa kwa uwezo namna hii. Kama mashina bwana nini? Si mchezo. Peleka kingoni wapi hiyo? Udi mpaka nyuma kija wanampelekea mashina kija wanaziona zote si mchezo. Anaziona si mchezo. Hey. Ruka mpaka jekini wapi? Yaka block si mchezo. Peleka mpaka kingoni wapi hiyo? Yaka betona mnadino. Bana kingoni wapi wewe? Betoka chini mashine maana inama zona tena anaruka namna hiyo. Anaama lakini ngoni wapi hiyo? Sasa betua si mchezo. Hapa si mchezo naambiwa hiyo. Ndio naona msintania. Jamaa kasikia wenzake wanacheza si mchezo. Piga mjadi lakini wapi? Jamaa na wama namna hii. Jamaa watu wakini ngombe. Kaukajiga mpaka juu mnashina. Tu mashine nyingine. Jamaa kama wewe. Kosa na upaka si mchezo. Jamaa kamfuata kwa mmoja lakini Njeki matusi jamaa mzee. Jamaa kavuta panga lake si mchezo. Peleka chini akabetona nini? Fika mpaka chini namna hiyo. Hey. Ataonyesha panga kingoni wapi hiyo? Si. Mkuu wake ajua kibabalo wake zito hiki. Fia kama kwenye mguu lakini wapi? Fua kama kamvuta namna nini? Lakini jamaa kaona sintani. Alikata panga pale basi. Ametoka machina nini? Jamaa anakuja tena machina nyingine. Peleka kingoni wapi mzee? Wanamchangia na watanya si mchezo. Buti lao. Wapa kitu namna hiyo. Jamaa ameshindikana si mchezo. Jamaa kaona amemshindwa. Ule mtu mwenye nguvu anapiga kapiga kengele namna hiyo. Piga kengele kwa mashine na nini? Piga bonge kengele ni nzito kinyama. Usi ana nguvu. Kengele anakuja na nini? Jamaa kama kengele anakuja kapita namna hiyo. Tuajua kengele namna hii. Kengele katupa chini kubwa kengele si mchezo. Jamaa kama nao tena hiyo. Tanya mabutu si mchezo. Piga mpaka kengele namna hii. Raundi ile wafundisha adabu. Wewe. Raundi ile ilikuwa serious. Mkuu akaona amezidiwa. Wewe, mkuu anatumia silaha, anatumia star. Akarusa zile star na sindano fulani chap. Zikamgusa mtu wake mpaka jamaa pia naye. Zikampata. Hizi na zina sumu kali sana. Kisha akaamua kumvamia nyingine. Utatuma nini? Jamaa akaruka namna hiyo mzee. Akakopa zile stars zinapigwa. Akapiga nyingine mashine na hiyo. Kengele inakuja kwa speed ya hatari. Jamaa akamtoa binti njiani kidogo impata binti kengele inakuja na nani? Pia kengele mashine inakuja hiyo. Jamaa kaona si mchezo. Jamaa kama kaingia ndani chafu. Akabana mzee. Hiyo kengele ya baba huko ndani. Piga na mtungi lakini wewe ni wapi? Jamaa katawanya si mchezo. Mkuu akaona aingilie mwenyewe. Akamwonja mkuu namna hiyo. Na akampa kitu. Sasa mechi imekuwa ngumu hii. Sumu yangu ishaingia ndani yako. Ukifanya vurugu yote ile unakufa hapa. Ndinga nini wewe? Nataka kumvamia na nyingine tena. Monge kaona sintani wewe. Jamaa kaamua ingilia zikaanza kapigwa kirahisi namna hii. Gusa namna hiyo mzee. Monge kaingilia kapigwa kisu yeye. Monge. Acheni ugomvi. Jamaa naye alipigwa ile silaha mkata hapo, ilikuwa ina sumu kubwa sana. Dada, shika dawa hii. Itakusaidia wewe. Wewe ukishakunywa tu, tulia, usitumie nguvu zako kwanza. Sasa ni kweli Dutu kajificha humu ndani. Sasa yule mzee alikuwa anamlinda sababu ni binamu yake, alikuwa anamlinda. Kufika huko basi kuna vurugu nje, kuna nini? Akaambia yule mkuu Shujaa amekuja hapa, Tawisti kaja mpaka hapa. Anakutaka wewe. Tutu kaangalia. Sasa kama tulia hivi, yule jamaa ndo wakati anakuja. Sasa Monki yule alidanganywa, hakujua kama yule jamaa ni askari. Wewe Tawisti dhaifu. Sumu ishaingia ndani yako, sasa tunakuua muuni mkubwa wewe. Piga kamkalisha hapo. Angalia masubuti kumuua Monki wewe. Kama subiri kwanza. Akampushi kule. Kaka pili. Jamaa likafika. Dutu kufika akamwona Tawisti kazidiwa. Na Monki kazidiwa.
Binti akaona safi. Samelegea, rahisi kumuua. Kumbe aliwadanganya hawakujua. Alimdanganya Monke kana cheka kaja mpaka hapa. Wewe shujaa fake wewe. Umenifuata mpaka huku. Sasa nitakupeleka kuzimu mjinga wewe. Mwache huyo. Usimuumize huyo mtu. Kwa nini simuumize? Wewe ni mtu mzuri, sio mtu mbaya. Nina hasira tu ndo maana. Ni kutokuelewana, subiri nitaongea naye. Anko, wewe ndo umeshindwa kuelewa. Sio muoe ataniua mimi, kwa hiyo ni muoe mambo yaishi hapa hapa. Anataka kumuua namna hii. Binti akajiforce akamsogelea kule. Akampamia. Njoo huku. Akamkamata binti. Ndio nywele zinaonekana. Kumbe huyu ni mwanamke na Monke hakujua. Kama alikuwa amedanganya. Kumbe ni mwanamke kweli. Huyu alinidanganya huyu. Huyu na mpuzi huyu. Alinidanganya mimi. Wewe, uweze kukimbia. Jamaa alikamcheka. Mjomba. Kumbe maisha mtoto mdogo kama wewe. Kuja kuniondosha mimi duniani. Ninapokuwa sema nitakuwa nifanya makosa kama nisipokuwa wewe. Nitakuwa nifanya makosa makubwa. Kata pokea kiuno kamuua pale pale Monke. Monke! Akamuua huyu jamaa. Kamuua mzee wa watu ise. Sasa mimi namtaka hapa ni huyo. Wewe shujaa. Sasa unakufa kirahisi kama hivi. Jamaa tulia tu, anafanya mazoezi ya ndani kwa ndani. Kengele ilikuwa jamaa akatoka kengele chap. Jamaa kuvuka akampiga kengele namna hii. Akatoka yule jamaa huyu. Jamaa kumuona akamchukua binti akamua akimbie. Akajua hawezi kupigana na mashujaa. Na cheza na mimi. Akamchukua. Mheshimiwa, huyu shujaa fake huyu. Leo nakuwa ufia kuzimu wewe. Akamsimua huyo. Kwa nini? Tutakuelezea baadaye, tumeshinda kuelewana kidogo. Mpuzi ni yule kule anakimbia kule. Nenda kamsaidie mwanamke kule, kamsaidie mwanamke kule. Huyu jamaa katoroka naye. Hajui kupigana lakini ni mjanja. Mwanzo wanisaidieni. Jamaa linamchukua, nina kazi naye maalum mpaka nimfikishe kwa mkubwa wake. Jamaa anamkimbilia kuja mpaka huku. Miongoni mwa wale mashujaa, anakuja mpaka huku lakini kachelewa. Fika jamaa kamficha hapo chap. Kufika kamziba mdomo. Jamaa kufika kaangalia kuna kule. Mama anaambia niko hapa. Anamfunga mdomo kwa nguvu. Jamaa asiitike. Jamaa kamtafuta. Hakumuona hata ameelekea wapi. Aliwapoteza. Akaamua kurudi baada ya kuona ameshindwa kuwapata mwakosa. Kwa jamaa kabaki na binti mzee kirahisi namna hii. Twende huko. Jamani saidieni. Achia njia hiyo. Wewe unisaboti wewe. Nipeleke kusini haraka sana. Kaskazini. Mheshimiwa, kuna askari wa kijeshi wa ufalme wa jini wako kule. Watu wanauana sana kule. Taua familia yako. Akamchukua akaenda naye. Sasa miaka mingi ikaanza kupita, miezi ikapita mingi sana kama miezi 5 baadaye. Kwa kuna msafara mkubwa sana wa watu kutoka ufalme wa Yang. Wametekwa. Na binti pia alikuwa miongoni mwao. Mke wake Taisini alikuwa yuko pale. Wanamuita Liping. Liping alikuwa yuko huku. Ghafla kutokea wanyang'anyi wa mlimani, wakaja kupora mizigo ya askari hao. Sasa kumbuka wanyang'anyi tu. Wakaanza kupigana na askari wao, wataki raia. Wanataka askari afa achukue mali zilizobebwa na farasi yao. Wanyang'anyi walivamia mlimani walikuwa wengi sana. Na binti alichukuliwa kama mtumwa. Wanyang'anyi kuvamia hapa ikampa nafasi mama ya kuweza kukimbia. Hawa ni mabanditi. Mama kuona nafasi hii na alikuwa mjamzito na tumbo kubwa kabisa yani. Ashakuwa mjamzito ni kwamba ana muda mchache kujifungua mtoto. Sio muda mrefu. Wanyang'anyi kufika hapo waagi raia, huwa wanaua askari ili wachukue ile mizigo waondoke. Shida wao ni mali zilizopo ndani ya hii sehemu. Ilikuwa mwendo wa chinja ni kuchinje. Kata ni kukata. Mama akatelezea kando ya bonde la jirani hapo. Bonde lilikuwa refu kidogo. Kuna miili ya watu walikuwa wameuawa pia. Wanyang'anyi wameshaua, wamepora mizigo na wameua watu walikuwa hapa. Sasa ile eneo mama aliloangukia palikuwa na watu wengi sana wameshauawa. Makeji ya farasi yalikuwa mengi. Na ni katika eneo lenye baridi afu isitoshe ana pingu mguuni. Na afu isitoshe watu ni wengi sana wako hapa. Watu wengi wameuawa. Alafu ile keli za farasi ziko hapa. Na yeye ni mjamzito. Hana muda mrefu anakaribia kujifungua. Huyu ni yule binti anamuita Liping ambaye alikuwa ni mtoto mke wa Gosini aliyekufa mwanzoni kabisa kule. Kumbuka alikuwa na wake wawili. Huyu ndo Liping, yule ambaye alikuwa mke wa rafiki yake aenda kuokolewa, ndio huyu. Aenda kuokolewa, jamaa akaangukia kwenye bonde kubwa.
Huyu ndio yule mwanamke anaitwa Li Ping. Na mwingine anaitwa Bao Siren ambaye alichukuliwa na Prince wa Sita. Prince wa Sita alimchukua yule mwanamke mwingine ambaye ni Prince wa Jing, alimchukua mwanamke mwingine. Kwa huyu mwanamke mwingine ndio yuko huko Li Ping. Akajiambia Li Ping, jipe moyo, vumilia. Unatakiwa msaidie mtoto wako asife. Aliingia chini ya kereji hapa. Palikuwa na nafasi kidogo ambao hata snow haidondoki. Acha mwahidi mume wangu nitajifungua mtoto. Mama alijificha chini ya hiyo kereji na alijifungua mtoto pale. Baada ya masaa mengi kuweza kupita, mama alikuwa amelala pale chini, walipita watu kumsaidia. Ni mtoto mdogo maskini ameshajifungua katika hali ya shida sana. Samahani kidogo itilafu ya sauti tunarekebisha, tunasonga nayo. Baada ya miaka mingi kuweza kupita, kuna siku moja kati wa muda wa mchana. Kipindi hicho kumbuka tayari walikuwa tayari washakaa mbali kabisa nje ya mji. Na yule mtoto ashakuwa ndio huyu hapa. Ni kama miaka kama 5 mbele. Akiwa bado anaona mtu mmoja kaanguka chini, kana kwamba anahitaji msaada. Mjomba. Alimuinua mtu huyu. Maji. Naomba maji. Huyu mtu aliomba aletoe maji. Ni kama vile alikuwa ana ugonjwa fulani, yani amepata shida kidogo. Yani kama vile alipotoka alivamiwa na watu fulani. Doa akampa maji tu kistaarabu mtu huyo. Mheshimiwa, chukua hii zawadi. Alimpa, ilikuwa ya dhahabu hivi. Akamwambia chukua hii. Asa mama yangu amenyima nipokee zawadi za watu nawasaidia. Na nimekatazwa na mama yangu. Jabali furahi. Kwa moyo dogo aliokuwa nao alikuwa kushangaza sana. Kama sasa mna shida. Hiyo ni vizuri. Akiwa yuko pale kasi yako na watu wanakuja ambao walikuwa wanamkimbiza. Wanakuja huko njia hii. Jamaa kuona akamwambia dogo sikiliza. Akamwambia dogo sikiliza. Dogo mtoto mzuri. Watu wanataka kuniua mimi hapa. Mimi nitaenda sisi kupigana nao peke yangu. Kwa nitaenda kujificha pale. Kwa akija waambiwe hujui pelekea sawa. Akasema mna shida. Wale polisi walisema ajua kwa wapi. Wale polisi walisema ajua kwa wapi. Kundi lingine likaja. Jamaa alifika pale. Akamwambia namtaka huyo mtu na farasi iko wapi? Yuko hapo yule mtu. Yuko hapo alipita na farasi hapa. Sasa mimi sijui sijamwona alipoelekea. Doa akaanza kupigwa ovyo. Jamaa akaanza angalia. Mama kutoka nje, nakuta mwanae anapigwa hapa. Mwacheni mtoto wangu afanye kosa gani? Mama wangu afanye kosa gani? Mama akaambia tulia hapa. Mama akaana nyukwa mzee. Mwache mama wangu mimi. Mwache mama wangu. Doa akaleta noma kweli. Ngata kweli. Lakini jamaa amejificha pale ndani anaangalia tu. Jamaa kaona hapana. Mtoto anaonewa. Mama akamkingia mtoto wake akanapigwa na mbwa sema kwa hapo huyo mtu. Asa unataka kitu gani? Mtoto wangu afanye kosa gani? Mbona mnanyanyasa mtoto wangu namna hii? Mtakao mfanyia wawili nyinyi. Mama ngoja kwanza. Doa akaamka. Sisemi yuko wapi? Dogo alipigwa wewe. Mama akana mkingia mtoto wake ise. Doa akaangalia kwa ile majani pale. Hapa alipojificha yule jamaa. Doa akaangalia kwa ile majani pale kwa makini sana. Mzee wao kaona hiyo. Hata kwenda kule mzee, Doa akamshikilia mguu, asienda kumkuta jamaa kule chini. Doa alipigwa kweli. Chapo kweli mzee. Jamaa amenyachilie.
Washajua yuko kwenye majani mpaka kuna mtu yuko pale. Jamaa akajitokeza mwenyewe chap akatoka mpaka huko. Wacha. Jamaa alipigwa kitu mzee wewe. Tofauti gani nakwambia? Ni wewe kama unataka kuniona wewe mimi peke yangu. Hamna muone mtoto mdogo kama hivi. Nafikiri nafanya kazi kubwa kufanya katika maiti. Kitu kizuri nakwambia hichi. Jamaa kaambia wewe. Unaongea puzi gani wewe? Nataka unipige hao. Hapa subiri kwanza huyo. Sije kupata watu wakubwa kama huyu ambao wana uwezo kama hivi. Kwa hiyo isiwe shida. Kwa sababu mnapigana sikio ni mtaalamu mkubwa wa mshale. Mheshimiwa, mimi niko tayari kupigana kwa ajili yako wala usiogope. Niko tayari kupigana kwa ajili yako. Basi hamna shida. Basi tutafanya mpango mmoja. Tushindane kwa mishale. Ili nikuokoe, ukipona basi hamna shida. Mimi siogope chochote kile. Na uwezo mkubwa mshale. Vipi kama nikushinda? Kama ukinishinda basi nitakuacha uondoke. Tushindane kwa mishale. Kwa hiyo nitakupa mtu wangu mmoja ambaye ana uwezo kupigana kwa mishale. Mpigane kwa mishale. Ukimshinda basi utachiwa kuwa huru. Ila ukishindwa, huyu ni mkuu wa ile eneo ambaye ni mkuu mashujaa wote walioko hapa. Asa maisha yangu mimi kwa ajili yako mheshimiwa. Nitapigana kwa ajili yako. Na kama nikishinda basi kwa mchezo ningepata nafasi ya kumshinda huyu mtu, basi hitaji mshale. Nipe tu upinde basi, sitaki mshale. Unataka upinde peke yake? Nipe upinde tu, sitaki mshale. We mjinga kweli. Wakampa upinde jamaa peke yake. Akasema hataki mshale, ila akaomba upinde tu peke yake. Sasa washindane waone nani ana uwezo namna hii. Kesi ilivyokuwa hii, kwa hiyo unachukua mnapimana kwa mishale, yani wapigane mishale. Huyu jamaa aliomba upinde peke yake. Hakutaka mshale. Jamaa akavuta mshale akamtumishia mshale namna hiyo, mziki ngoma namna hiyo. Jamaa anakuja namna hiyo. Akaudaka chap, akaamua kumrudishia mwenyewe mshale. Jamaa akavuta naye akavuta. Kesi ilivyokuwa nzito hii. Vuta naye akavuta hizo. Ngoma zikaenda chap chap chap, wewe amini ngoma hiyo. Ndio kutana kati kwa kati namna hiyo. Jamaa kaenda tena nyingine tena huyo. Yeye hajapewa mshale. Mshale na ruhusa huyu jamaa yeye ndo anaitumia. Cheki. Mama ruhusa nyingine tena kama hiyo. Jamaa kainama cham. Mshale kabita kinani cheki namna hiyo. Afa akauchukua ule alikuwa mruhusa mtu cheki namna hiyo. Jamaa cheki imemwishia. Jamaa kavuta cham akampimia huyu jamaa kwa namna hii. Piga nyingine mzee kaja namna hiyo. Ilimkuta hiyo. Si mchezo. Pale pale jamaa mpaka chini huyo. Ngoma imeisha hiyo. Wote wabaki wanashangaa. Jamaa ameshinda. Jamaa yuko chini pale. Hafu kumbe ilikuwa ina ncha. Kumbe saa ilikuwaje katika ina ncha? Jamaa alikuwa na roho ya kuua huyu. Kwa nini haina ncha? Akati anainama pale chini, alivunja ile ncha akaingofoa, ndio akampiga nao. Sasa ameshinda ambaye alikuwa anamkimbiza. Na alishahidi akishinda huyu jamaa anamwachia. Kama mheshimiwa, nimeshindwa kulipa kisasi kwa ajili yako, naomba nisamehe kwa yote. Kama mimi sio msamaha, mimi sijaonisaga msamaha kwa mtu yote. Nataka kubadilishana maisha yake na mtu fulani. Basi hamna shida. Nataka kubadilishana naye na yupi? Sio maisha yangu mimi, bali maisha ya mtoto hapa. Mheshimiwa, mimi ndo ambaye nilikupiga na mshale. Kwa huyu mtoto ahusika chochote kile. Naomba mwachie mtoto naye aende, familia yake waende. Mheshimiwa wewe akaamba hapana. Huyu mkuu alimpenda jamaa kwa uwezo wake wa mishale. Kiasi kwamba nilipenda mashujaa watiifu na wale wasikivu. Basi haja kuogopa, hatamuua mtu mwingine yote. Tunakuachia huru na watoto tumwachia huru vile vile. Wewe uko huru. Jamaa kaona isiwe shida. Alikuja mpaka hapa. Akampigia magoti akamwambia, "Mheshimiwa, nilikupiga mshale, mimi niko salangu nikuadhibiwa. Kwa naomba uniadhibu mheshimiwa. Sababu umenisamee, naomba niwe na wewe maishani mwangu mote, niwe mtumishi wako milele. Sitakuwa na majuto yote mheshimiwa." Basi hamna shida. Nifuate mimi. Sasa akapewa ofa nyingine. Amfuate. Na hii gold ni zawadi yako nimekupa. Shika kama sehemu ya kazi kubwa aliyoifanya. Kama nashukuru sana mheshimiwa. Mheshimiwa, naomba niruhusu mimi nimpe huyu mtoto hii zawadi. Amefanya kazi kubwa sana kunisaidia. Akamwambia zawadi ni yako, uamuzi juu yako ni wako mwenyewe. Huyu jamaa alimfuata udogo pale, mkiingia sana maskini. Akawa dogo. Kile kitu kimesha, lakini chukua hii kama zawadi. Mama yangu alishaniambia kwamba naposaidia watu nisipokee nachopewa kumsaidia mtu. Kwa mimi sitaki kupokea zawadi ili msaidie mtu. Mtoto wako umemfunza vizuri mama. Nimependa. Tolei, jifunze kwa mtoto mwenzako. Huyu mkuu alikuwa na mtoto wake ndio huyo. Anaitwa Tolei. Jina lako ni nani? Mimi naitwa Gojing. Basi
Kama utojali, umemfundisha mtoto wako vizuri sana. Mimi ningependa nimpe zawadi mtoto wako. Twendeni wote mimi na wewe nitamfundisha mtoto wako kupigana. Hayo vizuri kama mwanangu. Sema nashukuru sana mkubwa. Basi sawa, Zebie. Utawachukua utamfundisha mtoto wangu mishale na wewe utamfundisha mishale pia wote wawili. Wao watoto zangu wote wawili wafundishe mishale. Basi dogo kaya mpata rafiki hapo hapo. Turudi kwenye hema hili. Mheshimiwa, umesikia ufalme wa Jing umekuja kwetu wakati sisi tumetawala makabila mengi sana. Kwa nini ufalme wa Jing tuwe chini yao? Kwa nini mheshimiwa? Hapa ni kwenye kabila moja kubwa ambalo limetawala makabila mengi katika maeneo haya ya majani mengi. Mheshimiwa, kwa nini tukubali kutumika na mfalme wa Jing? Kwa nini? Sisi tuna uwezo kivyetu. Kwa nini tusijiendeleze kivyetu? Mfalme wa Jin alituma vikosi vyake vikaja kwenye kabila dogo hili ambalo liko hapa. Kabila hili ndo lamilikiwa wale mkuu tulimuona muda mchache uliweza kupita hapa. Wanamuita Khan. Khan ni mkuu wa hili kabila, ndo yuko hapa. Ufalme wa Jin ulituma askari waje hapa. Ni kama ufalme wa Jin unataka kutumia hili kabila, maana kabila hili limekamata kabila nyingi sana. Sasa watu wa ufalme wa Jin wana tabia mbaya. Wanarusha fedha kuwarushia watu, wanapenda kunyanyasa raia kweli. Afu ni kama na madharau sana. Jamaa kana toela na magia raia. Koteni. Gombanieni hizo. Maskini wakubwa nyinyi. Shika. Gombanieni hizo. Anarushia watu lakini watu wapendi dharau. Wanakataa kuzitokota zile pesa. Okota, pigania hizo. Nyesi mna njaa. Pigania hizo hela. Hizi ni dharau. Kisa ni prince. Sasa dogo Gojing alikuwa hapa, akampiga zile hela zake. Hela zako zinanuka, tuzitaki. Ngoja. Akachukua mkuki akamtumia mkuki namna hiyo. Anakwenda kumpiga mkuki namna hiyo. Mtu akapiga ile mkuki akapangua pale. Ni Zebue mwalimu wao alikuja. Mheshimiwa, hapana. Tuko kwa ajili ya kazi hapa, sio kwa ajili ya gomvi. Anadharau kwa sababu ni mtoto wa mfalme wa Jin. Kwa basi anadharau. Mkuu wao akapotezea. Mheshimiwa, prince wa 6. Mambo ya kitoto tu bwana. Watoto wana mchezo yao bwana. Tumeweza kasirika, karibu ndani. Hamna shida. Sasa wakaingia ndani, lakini tayari shaingia dosari na mtoto huyu. Angalia ngoma hii. Lakini tayari waliingia dosari baina yao kwa sababu ya mtoto Gojing. Sasa mheshimiwa, natumai yapokea salama, lakini samanini kwa wote, lakini wapokea kwa salama. Asema huyu ni kaka yangu wa maisha yangu yote. Naitwa Temujin, naitwa Kamuta, naitwa Sakun. Ni watoto wa Great Khan. Basi wakajitambulisha. Kumbuka wanajikomba kwa mfalme, kwa sababu mfalme wa Jing nao ni kabila tu. Watoto wangu wawili nawapenda sana. Mmoja anajulikana sana kwa ushujaa wa kabila letu, ambaye ni zaidi ya mashujaa wote hapa. Prince sita kamwangalia. Na huyu mtoto wako au sio mshujaa mkubwa yeye? Mbona ameondoka ghafla? Asema yeye ni mkubwa, lakini huwezi kumtofautisha na huyu mkubwa zaidi. Huyu mkubwa zaidi ana uwezo kuliko wengine wote. Temujin. Huyu ni mkubwa katika sehemu yote. Shujaa mkubwa sana hapa. Kwa makabila yote ameunganisha huyu Temujin. Katika kabila yetu lote hakuna mtu ambaye ametoa maisha yake kwa ajili yake zaidi ya askari wake. Wanatoa maisha yake kwa ajili yao. Kwa huyu ndo mkubwa kuliko wewe. Au unaonyesha nini? Alipiga dosari kidogo. Mimi nachokifanya chote ni kwa ajili ya babangu mimi, na mafunzo yake na support yake ni kwa ajili yangu mimi. Okay. Yuko pale shujaa wako ulikuwa naye pale nje. Yupo yule. Yes. Yule mpiga mshale nimempenda sana. Ni mgeni hapa. Anaitwa Zebie. Kwa nini simwelike huyo mgeni tukaona kinywaji hapa? Ndio. Ningependa pia nimuone huyo mgeni. Zebie, muiteni Zebie hapa. Zebie akaitwa mtaalamu wa kupiga mishale huyu. Mimi Zebie, kamanda katika kundi la Temujin. Basi usijali kuhusu salamu zote. Mimi sio mbaya, lakini uwezo wako wa mishale nimeupenda. Karibu kwa kinywaji chako. Karibu kate unye kinywaji hicho. Akapewa kwa kikombe cha goldi. Yanga asikia ngoja. Huyu ni mtu mdogo sana hapa. Kikombe cha goldi akistahili heshima yake. Sankun, nimekosea au? Hapo ni kweli kwa sheria za hapa kwetu. Kwa uwezo huyu ni mdogo sana, ruhusi kunywa kwenye kikombe cha samani kama hicho. Sasa huyu jamaa huwa anapenda askari wake. Temujin, yeye ndio huwa anapenda askari wake sana.
alichukua kofia yake ya dhahabu. Akasema elementi yangu imeua watu wengi sana vitani. Kwa heshima yako na kuwekea shujaa wangu nywea humu ndani. Kwa heshima yako. Zebie, kunywa humu. Jamani akaipokea kijasiri kabisa. Akaipiga. Walitaka kumzalilisha lakini jamaa akaamua kumtetea kishujaa namna hii. Kama mheshimiwa, mimi Zebie kwa thamani yote ile, maisha yangu na hii kofia ulinipa nikanywe hapa, niko tayari kufa kwa ajili yako. Maisha yangu nitakupa kesho. Kwa sababu lengo lao lilikuwa mwaibishe na mzalilishe mbele ya prince hapa. Sasa hii haikuwa shughuli sana. Basi Gojing akaanza kulelewa katika kundi la Mongolia. Kumbuka huku ni upande wa Mongolia kwenye Greenland. Alipewa rafiki yake Tolei. Tolei ndio huyu. Walipendana sana kwa sababu walikuwa wanaendana kitabia, fikra na kila kitu. Anasema ni mtoto wa kane, tuwezi kuwa marafiki. Anasema ukubwa sio shida. Tukiwa watu wazuri tunakuwa mandugu wa milele, sio mbaya. Kwa nini tusiwe mandugu? Kaambia kweli Leo ule Prince Dina alikuwa tukana kabila letu kwa nzalisha sana. Nimependa jinsi ambavyo umemtupia hela zake. Sema nilikuwa namuogopa baba yangu maana kagopa kufanya hivyo. Lakini wewe umenivutia sana. Lakini mtu kutoka Song, lakini nimekupenda toka moyoni mwangu. Kwa nini tusiwe marafiki? Kwa uko wetu kuna taratibu mmoja na tamaduni moja. Ukitaka kuwa na ndugu na mtu, kama mpeane vitu vya thamani. Doa akamvisha hii. Akaambia hii zawadi kwa ajili yako. Kwani mwana nikupe hii. Bibi kusicha kisu chako, mimi sina za thamani. Cha thamani Gojing anachowacho ni hii pete, ni kisu peke yake. Asa mimi siwezi kukupa hichi kisu kwa sababu ni cha mamangu ambaye simpe mtu. Lakini kuna yenga chifu hii. Mamangu alinitengenezea yenga chifu mwenyewe. Chukua. Kweli? Basi wakaamua kuunda undugu. Anasema mbingu na watu akiwa mashahidi. Gojing na Tolei leo tunakuwa anda. Yaani tunakuwa mandugu, tutapendana kwa dhati na kwa upendo na maisha yote. Tutapendana siku zote. Basi walikumbatiana, maana tayari walikuwa marafiki, washapendana tayari. Hebu tuingie upande huu. Kumbuka ufalme wa Jin unajaribu kukaribia kujiunga na hawa watu ukoo wa Mongolia kwa makusudi. Asema mfalme wetu anakupa cheo kikubwa cha kuwa askari wa kaskazini. Temujin nifurahia hiyo. Alipokea amri. Temujin, hongera sana. Asema kwa njia nyingine tuko wa prince wawili hapa. Lakini mmenipa heshima. Vipi kuhusu mwenzangu? Tengur pia ngakaanga sema hii ni kwa ajili yako tu leo. Wewe ndio shujaa kweli tu hapa. Hakuna mtu mwingine wote. Kuhusu wengine hawastahili hata kutajwa kwa majina hapa mbele yetu. Lakini kumbuka sikati yetu wote kuna shujaa mwingine. Kama ni hivyo, yupi? Kama kwa kakaangu pale mjampanisha cheo. Jemukang. Yeye ni mjanja na anajua jinsi ya kutumia watu wake vizuri. Kwa naomba mumpe cheo pia na yeye. Nyote wa Mongolia mkoje? Mnataka kupanisha vyeo tu. Mfalme ana nafasi nyingi za kuwapa. Ni kama wanaudharau ukoo wa Mongolia kwa sababu wananyenyekea ufalme. Basi niwaambie tu ukweli. Sichukui nafasi nampa yeye. Temujin, unafikiri mfalme wetu ana haja kukupa cheo au nini? Au unapuuzia utudharau sisi? Kakae, Temujin. Usijali. Hata kama hujanipa cheo. Huyu hapendi ndugu zake wanyanyaswe. Temujin ni mtu mwenye shujaa mzuri sana. Anaupenda familia yake yote. Basi baada ya kupeleka kile cheo basi wakaondoka. Hao ni maprince wawili kutoka katika jumba la kifalme. Mfalme wa Jin kawatuma kama wajumbe. Sasa wamekuja hapa kwa ajili ya kujiunga na huu ukoo wa huku mbugani, lakini lengo lao wanataka watawale huu ukoo kwa nguvu. Sasa kuna siku moja huu Temujin itakuwa ni ngumu vitu muondoe vizuri, maana atakuwa mwiba kwa ufalme wetu eti. Wakaanza kumjadili vibaya. Watu wengi atakuwaje kwanza? Wakaanza kumuona kama Temujin ni kama tishio kwao. Basi huku Gojing akaendelea kuishi maisha yake kila siku, akawa anajifunza kupiga mishale, akawa anawinda sungura mtaani. Sasa leo akiwa anawinda kuna njema moja akachukua ile sungura. Dogo mmoja mnene kweli huyu. Huyu sungura ananifaa mimi peke yangu, nirostie ni kwanza faster. Wewe lakini tumempiga sisi ni wa kwetu sisi. Wasemaje?
Dushi, huyu sio sungura yako. Sisi tumempiga sisi kwanza. Mtu wote akikuona wewe umemuua. Nani amekuona kwanza? Huyu mshale ni wetu. Leo tumeupiga. Sasa huyu ni mtoto wa mkuu wa ile eneo. Huyo sungura ndio nimemlea mimi hapa. Na nimemkuza mwenyewe. Sijakulaumu kwa nini umemuua ujue. Acha uongo. Huyo sungura wa mwituni huyo. Wewe unafikiri ni nani wewe? Mimi Gojin. Kwani ni nani? Wewe unatokea wapi kwanza mchokora mkubwa? Babu yangu ndo mfalme wa Kani nzima hapa. Kama baba yako ni mtu wa Kani basi wewe unatakiwa uwe mfano. Mfano gani? Okay, ngoja nionyeshe mfano. Huu sehemu yote ni familia yangu inamiliki ardhi yote hapa. Dada zangu ameahidiwa kwa kweli. Dada yangu mimi nitajua dada yako nitakuja kumuoa. Na mimi ndo mtu utakayeamua wapi aishi dada yako wewe. Kama mimi ni mkubwa, tolewa nitakao unitii. Lakini ajaishi ikoje? Huyo sungura ni wa kwetu sisi. Tulimpiga wa kwanza. Wakawa wanabishana pale. Sasa kumbuka kuna wale mashujaa 7 walitumwa wamtafute Guojing, mtoto ambaye alikuwa hajazaliwa kipindi kile mama yake alikuwa na mimba. Sasa leo huu ni mwaka wa 6 bado tu wanamtafuta Guojing, hawajampata mpaka leo. Sasa wakawa wanataniana pale, wewe mshazunguka muda mrefu sana. Karibu na zeeka eti. Fini nitaolewa tena kweli? Wasipokuoa watu wengine, nitakuoa. Mtoka hapa na wewe. Ana mwalewe na muzabucha kama wewe. Kwa kaka mkubwa. Vipi kama tusompata huyu mke wa Guo Xingtai? Kama tutaweza kumpata huyu mwanamke, maana yake itabidi tuzunguke miaka 18 tumtafute mpaka tumpate huyu mtoto. Vinginevyo tukirudi pale kwenye mashindano tena, tukubali kama tumepoteza kwa ule Taoisti. Au vinginevyo tutakuwa ile mtoto wa Young Family kama hajampata, tutafute njia nyingine yote ya kupigana tena upya. Maana tukimpata huyu mtoto tumfunze, ndipo aje kushindana na mtoto ambaye anapatikana na Taoisti kule. Kumbuka walibadilishana mchezo. Sasa kama wanapigiana pale, kwa bahati nzuri Gojin alikuwa mitaa hii hapa. Wakawa wanampiga Gojin kweli. Sasa ameshaingia roho mbaya kweli. Piga mpaka afya huyo. Sasa kumbuka wapendani. Mashujaa wale 7 kwa wanapita hapa. Na kumbuka anamtafuta Gojin huyu hapa, ameshazaliwaga. Piga mguu kabisa. Huyo akota jiwe kubwa nataka kumalizia pale chini. Kama hajampiga, jamaa kamwahi kampiga, akaangusha ile. Alikuwa mmulie mtoto pale. Watoto wadogo wa usiku wana porini bwana. Ondokeni mkale chakula nyumbani, tokeni. Na nataka mimi njoo sasa. Kuzoti kisu kina thamani kubwa sana hiki. Huyu jamaa kuona ni mwizi, alikipenda hichi kisu. Wafamiani wale. Huwa anaamrisha wenzake sababu kwao ni kiongozi, baba yake ni kiongozi, kwao anaamrisha kila mtu. Nakwambia ugomvi hujaisha nyie. Utaona wakaishia. Jamaa akapora kile kisu, akaandikwa Yankang. Kumbuka mwanzoni walibadilishana visu kule wakiwa wajawazito bado mama zake. Ngoja kwanza. Itu nikipata wapi hichi kisu? Mama yangu amenipa mimi. Mama yako anaitwa nani? Jina lako ni nani? Ni Yang. Na Yankang ni nani? Jina lako ni Yankang au? Sema hapana sio Yankang. Shika. Lakini kumbuka Gojin anamtafuta ndio huyu. Asema mtoto ni mdogo sana. Tuleni safari yetu tuondokeni. Gojin twende. Kusikia Gojin wakashtuka. Ngoja kwanza. Amesikia Gojin afu alikuwa anamtafuta Gojin. Subiri. Akamcheki huyu mtoto. Wamtaje huyu? Huyu anaitwa Gojin. Baba yako alikuwa anaitwa Guonan. Wewe Gojin ndio. Baba yako alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Guo Tai Chen. Na nilizaliwa mama akaniambia mimi baba yangu ameoa na Duode. Si ndio huyu bwana? Jamaa alifurahi kweli. Tumempata bwana. Huyu ndo ambaye Duode aliua baba yake, kwa hiyo amempata mtoto usika. Hatimaye tumekupata jamani. Tumempata. Aise miaka 6 amemtafuta. Kwa bahati nzuri leo amempata bwana. Huyu ndo Gojin. Walipanga kwamba akimpata hata kama akiwa amezaliwa basi. Hatimaye tumekupata wewe mtoto. Walikubaliana kwamba wakimpata huyu mtoto wamfunze, kisha akapigana na yule mtoto aliyefunzwa na Taoisti kama naye atampata mtoto mwingine kule. Kumbuka alikuwa mama zake wajawazito kipindi hicho. Mama amesema kwamba ukatili ni mbaya. Vipi kama ukutana na adui aliyemuua baba yako? Mtamuua saa hiyo. Basi kwa uwezo wako ulivyokuwa huwezi kumuua mpaka uwe na uwezo. Dogo alishaambiwaga hata nani alimuua baba yake. Basi kazi yao ni kumfunza mpaka mtoto ajue kupambana
ili akapambane na yule mtoto ambaye atafunzwa na Taoisti kule, ambao walichapanga mpango huo kwamba wale wanawake walikuwa wajawazito, kwa inabidi wakawachukua watoto wao wakiwapata wawafunze ili waje kupigana, waone vipi mwenye uwezo zaidi ya mwingine. Sasa kila kimcheki Guojin wanaona kabisa ni hawezi kufanya mashorati. Walimcheki wakamcheki, wakaona kama dogo ana uwezo kabisa, yani hala kipaji chochote cha mashorati. Sema hii itumia nguvu kubwa, basi nifundisheni na mimi. Kwa mtoto, ukijifunza hizi 3 tu basi utakuwa na uwezo kupiga hadi wakubwa. Hem, stop kwanza hapa. Njoo, Guojin. Njoo. Jing akaitwa huko. Akamwambia mtoto, kama unataka kujifunza ulipo kisasi kwa ajili ya baba yako, panda ule mlima pale usiku wa leo. Tunakusubiri pale juu. Kwa tutakuwa pale juu usiku wa leo. Ukiweza kupanda mlima njoo. Hauna uwezo? Au unaogopa giza? Hamna, siogopi. Basi vizuri. Lakini kwa ni giza. Jamaa kacheka kwa ile tatizo liko hapa. Haya, nenda nyumbani. Nenda nyumbani. Walishampata lakini wakaona dogo ana kipaji chochote kile, yani hana kipaji kabisa cha kupigana ngumi. Wa miaka 6 yote tunampata ndio. Lakini dogo mwenyewe iko hivi hivi. Huyo mtoto anaonekana iko asili yake ni upole sana. Halafu yuko polepole sana. Lakini kumbukeni, msiogope. Uwezo wa mtu hawezi kuja kwa siku moja haraka. Lakini mtoto ni kama vile na roho ya upole sana. Anaweza kulipa kisasi kweli kujifunza. Kwa unasemaje? Jamani, mimi nafikiri ni vizuri tu. Usi mtoto ni mzuri bwana. Hata mimi pia nilikuwa mpole hivyo tangu zamani. Hata mimi nilikuwa niko slow sana. Tumekuwa imara baada ya kufanya juhudi katika mazoezi. Sikia mtu anaona kabisa au? Lakini jalishi nini kitokee. Tushampata huyu mtoto. Lazima tuakisha ni kama vile kutafuta sindano kwenye bahari. Kwa tunamtumia huyu mtoto mpaka yeze. Hamu tuone kama ana uwezo wa kuja leo usiku, tumpime uwezo wake. Kama usiku leo akija basi wewe ndo mtihani mfaulu. Sasa wakakaa juu ya mlima, wakangoja usiku ufike, waone kama Guojin kwa udogo wake alionao kama ataweza kuja usiku manane hapa. Tumekaa hapo usiku kucha ujue njaa inauma. Na mkate nimekuja nao hapa. Walipanda juu ya mlima kwa maksudi ili dogo usiku manane aje hapa. Akienda kusubutu kuja usiku manane kwenye giza, basi dogo atakuwa ana umuhimu mkubwa. Na atakuwa anajiamini sana. Wakati wanapita hapa, walikuta fuvu za kichwa. Nini tena? Asema nini tena? Asema ni fuvu la kichwa ya watu ambao limepigwa finga 4 kwenye kichwa. Asema ana ncha 4 za vidole kwenye kichwa kama watu walitobolewa vichwa vyao kabla ya kufa. Kuna mapepo hapa, mashetani yako hapa nini? Kaka mkubwa. Itakuwa yuko hivyo kweli. Utakuwa kuna mapepo ya mlima huko. Au mashetani ya mlimani nini haya? Kuna vichwa vingi viko hapa eti. Vimepangwaje? Vimepangwaje? Viko vingapi? Viko 9. Chini 5, vikubwa 3 juu, kimoja juu, si ndio? Mheshimiwa, umejuaje kuhusu hali hii? Mpiga hatua 100 angalia pande mwingine kaka na vingine niambie. Na mwingine angalia kule kaskazini kaka kuna vingine. Wakajigawa angalia kama kuna vichwa vingine. Kwani mbele unakuta vingine tena. Mheshimiwa, viko vingine tena hapa. Bidi naye kwenda huku. Viko vingine tena hapa. Vimepingwa finga 4 vyote. Basi wako hapa. Wameshaua tayari. Kaka mkubwa, ni mashetani au nini? Mbona tolewi? Akaambiwa ni Black Wind Slayers. Slayers? Kama ndio. Hawa ni watu wapenda nao waliooana ambao wanaitwa Bronze Kanda Chefeng na mwingine anaitwa Cadaver May. Hawa ni mwanamke ambaye ana practice style inaitwa Bonnie Claw. Hizo ni mikono yake imara kiasi kwamba inaweza kutoboa fuvu la kichwa. Yaani na mikono imara kiasi kwamba anateka mtu wanakuja wanamtoboa fuvu la kichwa kufanyia mazoezi yao. Hii nijaribu kuwazuia lakini kwa bahati mbaya mwenzangu alikufa. Hatukuweza kwa wakati ule. Kakaangu akafa kauawa na hawa watu, lakini mimi nikapofushwa na hawa watu. Kwa bila shaka kwa miaka yote hii mimi sikujua alikuwaga wapi katika ulimwengu hapa, lakini inaonekana walikuwa wamekuja kanda ya Mongolia, kumbe wako hapa Bonnie Claw. Basi tukiona leo tunalipa kisasi kwa wote waliowafanyia. Ndio. Akasema hapana. Nyinyi lazima mkimbie mnavyoweza. Hawa watu mtu waweza. Baada ya siku 10 nitakuja kuwatafuta. Msiponiona endeleeni na safari yenu. Msije tena hapa wala msinisubiri tena. Mwanzo kusema hivyo kaka. Tuko tayari kufa kwa ajili yako mheshimiwa, tunakufa pamoja. Tushakubaliana kitu hicho.
Nimesema ondokeni haraka, mwendeni muende bwana, mnachelewa. Watakuja ni wabaya wa watu. Hata kama ni Black One Slayer, tuko 7. Tutamaliza wote, tuondoke, tunakufa pamoja hapa. Mimi sikimbii popote pale. Sikizeni niambie kitu, watu wana uwezo mkubwa. Sio kwa kucha zao tu. Licha style na practice pia na nguvu za giza vibaya mno. Hamtaweza, ondokeni, maisha yenu ya muhimu hapa. Mimi siondoki. Kama ni kufa tunakufa wote hapa. Hata pumzi ya uhai wangu. Tunakufa pamoja, tunaondoka pamoja. Ana mtu kuishia hapa. Afu kaka ni kubwa. Kama inatumai tunafia hapa leo. Wacha waje tuoneshe kazi. Mkuu akasema sawa. Kama mmeamua hivyo, basi tuwe makini sana siku ya leo. Sikizeni. Nyie muende atuwe 300 mkae kwa mjifiche. Kuna makaburi hapo Kuna majeneza yako mengi sana hapa. Mashimo yako mengi kweli kweli hapa. Haya majeneza huwa wanateka mtu, wanamuua alafu wanamzika. Wakimzika, wanatumia kichwa chake kupiga stari zao za vidole. Sikizeni. Wao wanakuja kuchukua maiti hapa. Sasa wakifika hapo huwa wanachukua vichwa na vichwa. Mimi nitajificha hapa. Akija mimi nitamvamia. Nikishamvamia tu, nyie mtakuja msaidie kupigana. Kwa hiyo nyinyi Kenya chini sema kupumua ndogo sana. Wakamfunikia mle, wakamngoja usiku. Usiku kafika. Huyu mwanamke huwa wanatumia style ya vidole kutoboa fuvu la kichwa. Yaani wamekomaa vidole vyao kiasi kwamba wakikupiga fuvu la kichwa na vidole vyao unatoboka. Akaapa plana kamba hata kija usiku, wakati ninavamia, nyie ndio muingie kunisaidia. Kwa kajificha, wakawa wanamngojea mwanamke aweze kufika hapa. Mama mwenyewe ndio huyu. Kama kawaida yake, ameteka mtu, fakisha mteka mtu akimleta, anamtoboa fuvu la kichwa kwa vidole vyake. Jinsi gani amekomaa, maana inaitwa Bonnie Claw. Ni hiyo style ambayo anatumia vidole vyake kutoboa fuvu la kichwa la binadamu. Sasa mama mwenyewe ndio huyu. Anamuita Kadava May. Anatumia style inaitwa Bonnie Claw. Mama alifika ndio huyo. Huyu ndo Kadava ambaye anamuita May. Anatoboa mikono yake na style za kichawi anatumia. Anatoboa fuvu la kichwa chake vidole hivyo, unaona? Yaani akipiga fuvu la kichwa, anakuwa hapo anatoboa mpaka kichwa. Alafu mafuvu yako anayapanga huko. Cheki wewe mashine namna hii. Jamaa kana anakimbia, alipamia vichwa vingine vya watu viko hapa. Anataka kwenda kumuua. Kumbuka washujaa wajificha hapa. Kufika hivi, mtu akaingia pale, akamshika kampenda mpaka pale, kamtoboa huyu mjamaa namna hiyo. Kamtoboa fuvu la kichwa namna hii. Anamuua kama hivi. Yaani hii ni sehemu ya mazoezi yake anafanyia kwa binadamu yani. Huyu jamaa alikufa hapo. Ameshaua mtu kama kawaida. Hii ni kawaida yake. Afu kile kichwa chako wanakikata, wanajikausha kwenye jua, kinakuwa fuvu, wanakiweka hapo. Jamaa akaona, sasa mtu aone uwezo mama huyu. Akana anakaribia jeneza. Jamaa wajificha hapa, kazi yao ni kumvamia, na kifika tu waanze kuvamia moja kwa moja. Jamaa kuona karibia kwenye jeneza, kifunua master wao yuko hapa. Kufungua namna hiyo, jamaa mjeledi akaamsa, wakwana akaona kivuli namna kutaka kwa juu namna hiyo. Mama akamuona mtu anakuja huyu namna hii. Licha hivyo, ukiachana na uwezo walioko nao, wanapiga kinyama. Peleka mashine mama kana ama tu. Hebu cheki mama alivyokuwa mtaalamu namna hii. Sasa usiombe akupiga na kucha, si mchezo. Akabidi aingilie mwingine tena mzee. Wako 7 kwa moja. Nichekie shughuli ilivyokuwa nzito hii. Anatakiwa akikupiga kucha mama yekuwa. Si mchezo. Sikupa na kwa anakupa namna hiyo. Rusa soka likapita namna cheki. Mpaka likatali likapita namna cheki. Abuti mashine. Shughuli ni nzito mzee. Mama si mchezo. Peleka mpaka cheki mwana ama tu mzee hiyo. Wanga piga chini namna hii. Ama kasogea upande mwingine cheki mashine namna hiyo. Kosa na kucha mzee hizo. Ajikupata na vidole umekwisha yani. Mtikie shughuli ilivyokuwa hii. Akaunganisha akamchangia wote, lakini shughuli ilikuwa ni nzito. Akaingia jamaa mwenye nguvu bigi namna hii. Peleka mpaka kazuia namna hii. Amekomaa mikono. Cheki shughuli ilivyokuwa namna hiyo. Pita mpaka juu ya kingo ni wapi? Ama anazunguka si mchezo. Piga mashine moja, cheki shughuli ilivyokuwa hii. Yuko na nguvu kinyama. Jamaa mwingine akaa na muinda. Akamshika na akamzungusha namna hii. Akavunja ile mbele akamkunjia na mtaki shughuli hapa mzee. Akawachia pale wapita namna hii. Alikosa na bonge ya panga hiyo. Ama akazunguka tu mzee.
Jamaa akapita baka kujipeleka machini lakini wapi? Akazuia na mikono akamwoshia nyingine tena. Zunguruka si mchezo. Kumuoa ikawa shughuli mzima hii hapa. Akaingia mwingine tena hizo. Mama anaondoka namna hii. Piga machini nyingine kumbloka block kick. Bwana block huyu jamaa. Unavuka kwa namna hiyo. Kujaribu lakini wapi? Kosa nakuta peleka mjeledi namna hii. Amfunga kwenye mkono akamvuta namna hii. Vuta ni kuvuta pande pili. Mali mtawanya bonge la machini ndio. Maka idaka namna hii. Vuta ni kuvuta pande hii. Peleka mjeledi kwa chini maka uona. Cheki ngoma hii. Vuta ni kuvuta. Akavuta ni kuvuta mzee. Jamaa akapiga bonge ya jeneza namna hii. Akamrushia ule mlango. Wewe. Ama yuko fitu kapita namna hii. Mkuu wao akamka chap. Akatumia silaha za kuanza mzee hizo. Akampiga na star za macho cha. Alimtoboa macho pale pale. Alimtoboa macho hapo hapo. Otea. Apiga bashira nyingine. Hii ni baada akamwoshea. Baada ya kumtoboa macho sasa hii amemjeruhi kinyama. Mama ndio huyo. Nyake ya nani? Nyachani ni kifo nikijua. Naitwa Zankei Skyborn Bat. Au niite popo mfupa. Hujafa tu. Sijafa. Wala mimi sijafa vile vile. Nature of Feng. Unaona mwisho wako nakwambia. Nafikiri utaweza kunilipa sasa kwa kakao leo muua. Tulimuua kaka yako naona niue vile vile. Mama akaamua kutumia uchawi ili wafe wote wawili pamoja sehemu kama hii. Sasa kumbe muda ule ni wakati Gojing naye anakuja ule usiku kuwafuata mlimani. Gojing akawa anakuja hana habari kama kuna vita inaendelea huko juu. Kufika hapa akaingia katika eneo lile ambalo wanakaa wale watu hapa. Amechanganyikiwa akaoni na Gojing akawa anakuja. Anamuita mwenzake huyu. Anamuita mwenzake muue haraka haraka. Anasema mwenzake ni mkubwa kama anakumbuka muone mara moja kama ana uwezo kiasi gani. Sasa kumbe Gojing naye anakuja muda ule. Hana habari anatokea huku. Gojing kufika. Nyaki ya nani wote mmekaa hapa? Wewe Gojing, kimbia. Kwa nini kimbie? Akachukua mwingine akaingia, akamchukua. Sasa huyu ndo mbaya kuliko ule wa kwanza. Jamaa akamchukua kanae pale juu. Nyachiani. Nyaki ya nani? Mkuu maumia. Asema amenipofusha hao watu hao. Amenipofusha. Huyu ni mume wake mzee, usiombe nakwambia. Mume wake ndo mbaya kinyama. Akiwa mshikilia vile vile Gojing, jeke matusi yake. Mkono mmoja akamshikilia Gojing, mkono mwingine anapigana na hao watu wote hao. Wakaenda kumchangia namna hiyo. Cheki mashine na namna hiyo. Yuko fit kuliko, yani mkono mmoja amemshikilia Gojing, mkono mwingine anapigana na hao watu hao. Cheki sio ilivyokuwa namna hiyo. Huyu ndo mume wake na huyo binti ni balaa tupo. Mashine anagonga. Hey! Anapiga mbaya. Piga kucha mzee hizo siombe wakupata namna hii. Jamaa kama zikampita. Kitu alipewa binti mzee. Hey. Hey. Kaka watano. Kabidi waende kumsaidia mzee mzima, kumbuka wanaishi kama mandugu hao. Jamaa yuko pale chini. Jamaa anakuja mpaka chini namna hii. Mashina mzima. Atamezea buti moja moja cheki. Mashina moja moja mzee. Liko fiti mbaya ile jamaa. Wote wamekaa chini. Kaka mkubwa. Afu yeye ndo akatua pale. Niachie mtu mbaya. Niachie mtu mbaya. Gojing kakamatwa. Kaa kimya wewe. Nitakupika wewe mke wangu apate kupona kwa ujinga ule mfanyia. Safi. Gojing wanakwenda kumsaidia. Jamaa kajivuta kuja na mkuki namna hiyo. Piga na rungu namna hiyo. Jamaa kaidaka ile rungu moja kwanza. Wewe ni juu wewe. Sasa anavuta lakini ngoma wapi? Sasa anakuchezwa ni kali kinyama. Alimpiga nyingine mzee akamkaba kwa namna hii. Sasa nataka kumnyonga na muua kichawi. Kamvuta na mkaba namna hii. Sasa anamvunja shingo kichawi. Cheke kwa mkaba namna hii. Gojing akiwa amekaa pale. Niache kaka mkubwa. Akao kanyongo afu wamechoka wana uwezo tena kuinuka hapo. Sasa akiwa ameshikilia vile, Gojing alikuwa na kisu. Kumbuka Gojing ana kisu ameshika mkononi kipo pale. Ana kisu hichi hapa. Gojing akichomoa, chomeka pale pale. Wow! Hey! Alimchomeka kisu pale. Na hey. Oh, hey. Alimpiga kile kisu nje ya kujitambua. Na Gojing alifanya nje ya kupaniki tu. Wala hakuwa lengo la kumuua. Ila kwa kupaniki alimchomeka panga. Na alichoma pabaya. Kwa bahati nzuri kile kisu kilichoma pabaya. Mama, nini kimetokea? Nini kimetokea? Jamaa anaanguka pale chini. Hii ndio bahati nzuri.
nagopa kama nimekwisha sasa, nakufa. Unasemaje? Kabidi mke wake amfuate. Imekuaje? Alimdharau Guo Jing kwa sababu ni mtoto, hakujua kama ana silaha. Uko wapi? Oh. Kisu kimezama ile mbaya. Ni kama naenda kufa. Ni kama ninakufa. Nakufa. Nagopa kama nitakufa. Nakushinda kukusaidia. Dogo ameua bila kutarajia. Mtalipa kisasi kwa ajili yako. Anambia hapana. Kwa sasa hivi hawezi kuwashinda hao kwa hali uliokuwa nayo. Amchukue nguvu yangu afu uondoke. Ichukue. Mimi ndo nakufa. Iko wapi? Ipo kifuani kwangu. Jamaa alikufa pale pale, lakini aliuawa kwa bahati mbaya na Guo Jing. Huyu bwana alikata moto pale pale. Mama alipiga kelele kwa hasira. Mama alikasirika mno, lakini akasema nyie wauaji wa Taba, subirini nitarudi. Alipotea pale pale akasepa na huyu mtu, na Guo Jing akiwa pale na kile kisu cha Guo Jing akaondoka nacho. Jing, njoo hapa. Dogo kawasaidia nje ya uwezo wao. Kaka watano Guo Jing. Kaka watano alipigwa vibaya. Yeye kwa ile moto agambosi liwe Chao Ying. Au vizuri ukiwa unalia unakuwa mbaya. Mimi niko sawa. Kama mimi niko sawa. Nimechoka tu. Nataka nilale kidogo kwa muda kidogo. Kama huwezi kulala, usema utanioa mimi, si ndio? Ulimaanisha au? Akisema mara 1000 nilimaanisha. Na hata kwenye ndoto zangu nilimaanisha. Nataka nikuoe kweli. Mimi niko tayari. Akaambia wewe unaleta mtoto wako tena. Kama hapana. Niliapa pale kwanza kwa miungu. Kwamba kuanzia leo mimi ni wako na familia yako ni yangu. Na sitaolewa na mtu wote kwenye haya maisha. Guo Jing, umepanda mlima usiku manane bila kuogopa ili ujifunze style, si ndio? Ndio nataka kujifunza style zenu haya. Sisi tuko 7, ndio mama star wako tuko 7 kuanzia utakuwa kujua. Lakini mmoja wetu kati ya wale 7 wale kaka yetu 5 anaenda mbinguni sio muda mrefu. Nenda kampe heshima ya mwisho kabla hajafa. Kaka 5 master Guo Jing nakupa heshima. Mtoto mzuri sana. Hauna kipaji lakini kumbuka, fanya bidii. Fanya bidii. Nitakumbuka. Kaka 5 anakufa namna hii. Chao Ying, mfundishe mtoto vyema. Sawa. Jifunze pia kujiangalia wewe mwenyewe. Sawa. Chao Ying. Wewe ni mzuri sana. Kaka 5. Jamaa alikuwa ndo nakufa hivyo ise. Nikifa kwa mikono yako. Ni nzuri sana. Ni nzuri sana. Jamaa alikufa pale pale. Kaka 5 alivamiwa vibaya mno kwa alikufa pale. Alikufa bwana. Walikuwa 7 sasa wabakia 6. Mmoja wao alipoteza maisha pale pale. Ilikuwa ni maumivu makali sana kwa sababu aliishi kama ndugu. Kila mtu alilia kwa uchungu na namna yake. Koko. Alipoteza maisha, hatimaye alimzika na wakaanza kumfundisha Guo Jing kama alivyokuwa ameahidi kuanzia mwanzoni. Kumbuka, wanamfundisha kwa sababu ya lengo moja, ili akapigane na mwenzake ambaye kumbuka walidiana kwamba atakayempata mama mwenye mimba na mtoto wake afunzwe ili baadaye waje kushindanisha wote wawili. Kwa hiyo yule Taoisti akaenda kumtafuta yule mwingine, wao akatumwa mtafute mmoja, ndiye huyu wao wamempata, ndiye huyu hapa. Sasa kumfunza ikate na kazi. Guo Jing akawa hana kipaji tena. Mikono yako weka vizuri na kisha mapigano yako yanatoka moyoni na kwenye nafsi yako na roho yako weka sawa.
Akajifunza kila siku, lakini uwezo ukaendelea polepole kuja, lakini bado alikuwa ni uwezo mdogo sana. Kipaji alikuwa hana. Gojing mwenyewe ndio huyu. Miaka 10 baadaye ndio hii, na Gojing ndio huyu. Miaka 10 ndio hii, Gojing ndio huyu hapa. Ameshakuwa mtu mzima sasa, Gojing ndio huyu. Sasa miaka 2 imebaki tuende kwenye mashindano tuliyokubaliana. Lakini Gojing uwezo wake haujakuwa hata kidogo. Gojing akajisikia vibaya kiasi kwa anafundishwa, lakini uwezo wake ni haukui. Ni mtu yuko dhaifu sana. Akawa master wangu, naomba mnisamee jamani. Miaka 10 imepita. Umejifunza kupanda mti tu, tena hamna style nyingine yote. Style za kaka watatu na wanne umejifunza, lakini zingine unajifunza kabisa. Na unaanguka kila siku kwenye huo mti tu, kila siku. Utajitahidi kwa bidii jamani. Wewe ni mrefu na uko mara, lakini hajalishi mkubwa kama vile hata mkubwa kama ngamia, lakini uwezo ukashindana kumua leopard. Uwezi kwa uwezo huu, msimlazimishe bwana. Kama hawezi kwa siku moja, atajitahidi kwa mwaka, na kama hawezi kwa mwaka, atajitahidi kwa miaka hata 10 ijayo. Asikae tamaa tu. Bado kuna miaka 2 imebaki. Fanyeni bidii. Kikubwa ni kama udogo anapenda kujifunza sana, kwa hiyo anajitihada pia kwa muonekano wake. Subirini. Nafikiri muda umefika jamani. Mnaenda wapi master? Wapi mnaenda? Tunaenda kwenye kaburi la kaka yetu wa 5 aliyekufa. Na mimi naenda na nyie. Hamna. Fanya nini? Kaa fanya mazoezi hapo. Jing, fanya bidii kwenye mazoezi. Ukienda kule, kwa imara, kaka mkubwa atafurahi na atafurahi kwa hilo. Sawa? Walimnyima asiende kwa sababu ana uwezo mdogo. Alafu bado hakui kiuwezo. Kwa nini nimekuwa mjinga hivi? Kwa nini sina uwezo? Gojing akiwa hapa, ana rafiki yake wa kike wa kijijini kwao kutoka Mongolia, ndio huyo. Gojing, nyatwari eti. Ndege wetu mweupe anavamiwa na ndege weusi. Mwe panic namna hiyo. Ndege wetu wale mweupe wanapigwa na ndege weusi afu wanawaua. Wanawanyanyasa ndege wetu. Hawa nzo wakafa eti. Na wako wachache kweli. Walikuwa wanafuga ndege wao fulani weupe. Sasa kuna ndege weusi wameingia, wanaanza kuvamia wale ndege weupe. Wanataka kuwaua. Na ndege wao weupe ni 2 tu. Afu ndege weusi ni wengi. Inaonekana ndege weupe ni wazuri sana, lakini wamezingirwa na wengi sana. Huenda wakafa muda wote. Gojing akafika pale. Hawa ni ndege wao ambao kijijini kwao tu. Kama angalia alivyokuwa wako pale. Jamaa akachukua farasi akakimbia kawahi kule. Gojing akaenda kusaidia kwa kuondoa ndege weusi. Ili ndege wao wasije wakauawa. Wanaita white condors. Na aina fulani ya ndege weupe kama njiwa, sio njiwa kubwa sana hao. Ikabidi aende kuondoa wale weusi. Akachukua mshale. Sasa uwezo wake wa mshale uko fresh kweli kweli. Ruka mlima na farasi namna hii. Yuko fiti sasa, ameiva kwa upande wa mshale, yuko fiti mbaya. Akavuta mshale namna hiyo, akanapima ndege pale juu. Nchekie shughuli ilivyokuwa hii hapa hii. Piga mshale namna hiyo, akawapiga ndege wawili kwa mshale mmoja. Amekuwa fiti kinyama. Akawa anafukuza wale ndege weusi watoke. Aliwaua pale. Safi. Kumbuka amelelewa upande wa Mongolia. Na Temujin ndo kama baba yake hapa. Gojing. Ni zawadi mkubwa sana hiyo. Mpe baba yangu hao. Wanaliwa hao. Ndege wawili kwa mshale mmoja. Zaibia, mwalimu mzuri sana. Kama Zaibia ni mwalimu mzuri, basi mwanafunzi wa Zaibia pia ni mzuri. Baba, wewe ni kakaangu wa hiari huyo, sasa yuko vizuri kweli. Unampa zawadi gani kwa hiyo kazi? Alimpa kisu cha gold hichi. Akamwambia ni kisu cha gold nimekupa kwa kunifuata miaka yote na kimeua watu wengi sana, kwa zawadi kwa ajili yako. Nashukuru sana kana. Nikawa tumechelewa kidogo, lakini mtu kaangalia wale ambao wamebakia. Baadhi ya ndege weupe wale waliuawa. Kwa wataka kuona kuna viota vyao ndege wako namna gani. Kibaya ni kwamba wako pale juu. Tunafikaje pale juu sasa? Watakufa na njaa, watoto wake wako pale. Sema sasa huu mwamba ni mrefu kweli kweli. Nafikiri tutapandaje pale juu kwenda kuokoa. Akaambia ina haja. Mtu mmoja alikuja tu. Hajulikani katokea wapi. Wewe ni nani? Wanataka kwenda pale juu kuokoa wale ndege, si ndio? Akasema ndio. Kwa ndege wadogo wako pale na watoto wake wako pale, mtatolewa ama tutoa tangu juzi tu. Washinda kwenda kuwatoa pale juu. Huyu jamaa karuka chap. Akaenda kuwatoa watoto ambao walikuwa wametotolewa, watoto wa ndege wadogo sana kwenye kiota. Huyu jamaa kapanda juu kwa uwezo bila takamba, bila chochote kile, ila yeye kwa uwezo kutembea tu juu, akaruka mpaka juu chap. Akaenda akachukua wale ndege, kile kiota cha ndege na akawaletea.
Jamaa kashangaa jinsi mtu alivyopaa. 你能好好的照顾这2只白的。 Basi waangalie vizuri sana, wasije wakafa ndege wadogo sana hawa. Akampa kile kiota. 饿了，我 Fikiri watakuwa na njaa, ngoja tafuta chakula cha kuweza kuwapa. Akawa ametoka. Ile kwa jinsi alitamani uwezo wa kuruka. 我上牙。 Unashangaa nimezaje kupanda pale juu kwenda kuwatoa wale ndege? 嗯， Okay. 道长， Mheshimiwa, najua ni mtu mkubwa sana. Ni kweli mimi ni mjinga sana. Sina uwezo kabisa. Mama stangu sita ananifundisha kila siku lakini uwezo wangu huongezeki. 可总是不 Kwa nini natamani usiku na mchana? Lakini naomba unishauri vingapi nifanye ili niwe na uwezo mkubwa. 放心， Unaonekana ni mtoto mzuri sana na unaotifu mno. 我3 Kwa uvumilivu wako ulionao, 明月中 leo usiku mwezi ukiandama nusu, nitakusubiri pale juu ya mlima. 记住。 Kumbuka uweze kuja, usimwambie mtu yote kama niko hapa. Usimwambie mtu yote. 可是道长， Lakini mimi siwezi kupanda kwenda pale juu, yani pale juu ni pakubwa sana. 只要你诚， Kwa uwezo na uvumilivu ulionao, utafanikiwa kuja pale juu. Wewe pambana unikute pale juu, leo usiku nitakuwa juu ya miamba hii. Wewe fanya ujuavyo upande pale juu, huje kunikuta.